Tabora United wakati wanaanza msimu ilikuwa ni moja ya timu ambayo ilianza vizuri, lakini katikati kidogo akawa wameporomoka na bado mpaka katika hii duru ya mwisho wanajitafuta. Unadhani kiufundi hasa waliathiriwa na namna kutokuwa na kikosi kipana ambacho kwa kinawalazimu wiki baada ya wiki watumie aina ya kikosi kile kile, ama kuna sababu zingine ambazo zilipelekea Tabora wakabadilika na kuwa timu ambayo imeshuka kwa maana ya kupata matokeo? Sababu zipo mbalimbali lakini miongoni mwa sababu ambazo nitakwenda kuziainisha ni kuondokewa na wachezaji wao muhimu. Kama utakumbuka katikati pale kulikuwa kuna pacha nzuri ya Morris Chuku pamoja na kijana kutoka Kongo. Nitakuja kukueleza jina lake. Lakini pia yupo nishakumbuka jina lake ni Munganga, Nelson Munganga. Naam. Wamekuwa na partnership nzuri akiwa na Morris Chuku, lakini usaidizi mzuri ambao ulikuwepo kwa Yakuba Sonyi ambaye ametokea kupata majeraha, na ile partnership katika safu ya ulinzi pamoja na safu ya ushambuliaji ikaja ikapotea. Tulikuja kushuhudia mwendelezo mzuri ambao ulikuja kuonyeshwa na Ofen Francis Chikola, kijana kutoka Hembeti, lakini tulikuja kushuhudia partnership ya Heriti Ebeneza Makamba pamoja na Yakuba Sonyi. Yote hii imekuja kuvunjika baada ya kuondokea kwa wachezaji muhimu, ikiwemo pia goalkeeper Hussein Masalanga. Lakini siku zote timu ambayo inahitaji kufanya mambo makubwa huwa haina muda wa kusubiri mchezaji. Kwa hivyo itosha kusema kwamba Tabora United wamefeli katika swala zima la kutengeneza timu. Yaani wameshindwa kuwa na ile current timu ambayo unajua katika first 11 basi lazima utakuwa na mchezaji ambaye anatoa ile maana halisi ya reserve. Sawa, hiyo ndiyo ilikuwa tathmini ya mchezo kati ya Azam FC ambao utapigwa dhidi ya Tabora United, moja ya michezo mizuri sana ya kuifuatilia siku ya tarehe 18 ya mwezi huu majira ya saa 10 pale katika dimba la Azam Complex.